Assalamu alaikum. Alhamdulillahi summa salatu wassalam ala rasulillah. Wafuatiliaji wote wa channel ya kwetu Mwalimu Alhabibi Yahya, nikitokea hapa Dar es Salaam Tanzania. Ni muendelezo wa darasa zetu za kirohani ambazo ndani yake ni darasa tiba. Ukipata kusikiliza utaongeza maarifa, ukipata kusikiliza utaongeza ufahamu, ukipata kusikiliza kadhalika utatibika. Madarasa haya yatakutibu moja kwa moja kwenye maisha yako, tena unatibika pasi na mwenyewe kujifahamu. Utajiona automatically tabia yako inabadilika, automatically fikra yako, mtazamo wako unabadilika. Na leo tuna darasa muhimu sana. Ujue kwenye maisha yetu pana vitu muhimu ambavyo hakuna mtu ambaye anaweza kuvikwepa. Mfano, leo tutaangalia ulimwengu wa mapenzi. Mapenzi huwezi kuyaepuka kwa sababu wewe ni shekhe, lakini mapenzi huwezi kuyaepuka kwa sababu wewe labda ni mwalimu. Huwezi kuyaepuka mapenzi kwa sababu wewe labda umezaa, au kwa sababu wewe ni boss. Mapenzi yako pale pale, uwe shekhe, uwe padri, sijui mchungaji, mapenzi yako pale pale. Sasa ulimwengu wa mapenzi ni moja kati ya ulimwengu muhimu sana, kwa sababu ukiangalia katika graph la kirohani, graph la kiroho, mapenzi, upendo, hubu, mahaba, basi mahaba yameweza kuchukua 50% peke yake, wakati 50% nyingine 50 ndo tunagawanya sasa mambo mengine katika maisha, kifo, nini na kadhalika. Sasa mapenzi ni muhimu sana. Sasa sisi tunakuwa tuna wapenzi ambao saa nyingine tunakwenda mpaka tunaoana, tunawaoa au wanatuoa kwa wale ambao ni wanawake. Sasa tutakapokosea kwenye mapenzi, ndugu zangu, tutarajie kupata hasara ya nusu nzima ya maisha. Itakuwa ni ya huzuni. Nusu nzima maisha yako utakuwa na huzuni kama ukikosea kwenye mapenzi. Na kama utapatia kwenye mapenzi, basi nusu nzima maisha yako itakuwa kwenye furaha. Hata kama utakuwa masikini, huna kitu kama mimi, hata kama utakuwa huna nafasi yoyote kama mimi, lakini kama umepatia kwenye mapenzi, basi tarajia kwamba utafurahi sana. Sasa hivyo basi tuangalie mapenzi katika ulimwengu wa kirohani pamoja na nguvu yake. Mimi kama Mwalimu Alhabibi ninatambua kuwa marohani au rohaniyati, roho, ni neno ambalo linamaanisha nguvu. Nguvu ya roho, energy ya ndani, ambazo siku zote nguvu hizi zimewekwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Ambapo kunakuwa kuna muunganiko wa binadamu, jini na malaika, ndio tunapata huu ulimwengu wa kiroho. Sasa utajuaje? Nataka nikutajie utajuaje kama huyu mwanamke nilompata au huyu rafiki yangu nilompata wa kiume ndio haswa huyu ndo mtu wa kiroho, nikimuoa huyu nitapata furaha, kwamba sitokuwa nimekosea maisha nusu nzima, kwamba nitakuwa nimempata mtu wa kiroho. Tujitahidi sana ndugu zangu, jitahidi sana ukiweza katika maisha yako. Watu wengi ambao unaamiliana nao, unawaajiri kwenye kazi zako, au na ndoa, watu ambao utaoana nao, watakuoa, jitahidi wawe ni watu wa kiroho. Nyinyi mmetoka kwenye mfuko mmoja, mlango mmoja wa roho, basi mtaendana. Hutohisi adhabu kwenye mapenzi, hutojisikia kama taabu ukiwa kazini, hutojisikia shida kama utakuwa watu wengi ambao unafanya nao mambo yako watakuwa ni watu wa kiroho. Sasa dalili ya kwanza ya kumfahamu mtu kwamba ni mtu wa kiroho anafaa kwako, uelewa mkubwa. Utaona siku zote ukiwa naye, unachojisemea wewe akilini mwako, na yeye ni hicho ambacho anachojisemea. Kuna wakati hisia anazokuwa nazo yeye na wewe unazo hizo hizo. Dalili mojawapo ni hii, kwamba huyo mtu inawezekana ni mtu wa kiroho, yuko pamoja na wewe katika kiroho, ni mpo sawa.
Lakini pia jambo la pili, kuwa na kusudi la pamoja. Mnajihisi mmeunganishwa kutimiza mission fulani. Yaani unapokuwa naye unajikuta labda wewe unapenda mambo ya magari, kwa mfano magari, unapenda kutengeneza magari, na una ndoto labda siku moja uje kutengeneza gari lako mwenyewe. Lakini unakuja kumpata mtu na yeye anapenda mambo ya magari, na yeye unajikuta anatamani siku moja anapenda magari. Kwa hiyo sasa wewe haujikuti mtumwa ukiwa na yeye, wala ujifichi kuzungumzia ndoto zako, kwa sababu kile utakachokiongea wewe na yeye anakielewa sawa sawa. Unajua mchokutana na watu, wewe una ndoto tofauti, labda wewe una ndoto za kuwa mtu maarufu siku moja, uwe kiongozi, labda rais, mwanasiasa. Ukakutana na mtu wewe ana hizo ndoto, kuna muda ukiongea inakuwa kama unamuuzi au unampigia makelele, na hawezi akakuelewa hata kidogo, wala hawezi akajua unapitia wakati gani. Lakini kitu cha pili, hali ya amani. Unapokuwa na huyu mtu, mpenzi wako huyu au mshirika wako, siku zote kunaleta amani ya kipekee na utulivu wa ndani. Japokuwa hamna kitu, lakini unajihisi kwamba mbona tumetulia. Yaani unajihisi amani hata kama hana kitu, hata kama yupo tu, lakini wewe unakuwa unahisi amani sana. Lakini dalili nyingine, uhusiano huu utakuwa unafanya wewe na huyo mwenzako kukua na kuponyana. Yaani kila mtu anakuwa anaponya maumivu ya mwenzake. Kila mtu anakuwa anaponya maumivu ya mwenzie. Na siku zote ujiona kwamba unapokuwa na huyo mwenza wako, unawasamehe watu wengi walikukosea nyuma, hata kama hawajakuomba msamaha. Yaani unajiona unaanza kuachilia mambo ya nyuma taratibu mwenyewe kwa kuwa naye tu huyo mtu. Lakini dalili nyingine, unakuwa na hali ya kujua kabla. Unahisi ukikaa, unahisi kama huyu mtu mbona kama tulishaye kujuana kwenye maisha mengine. Yaani ukimuona unaona kama ni mtu ambaye ulishaye kuishi naye kwenye ndoto, sijui unaona kama hapana, huyu si mpya kwangu, huyu ni mtu ambaye kama tulishaye kuishi sehemu fulani. Hiyo ni dalili kwamba ni mtu wa kiroho ambaye mtafika mbali sana, na ambaye inabidi uwe naye na humshike sana. Jingine, kumbukumbu katika ndoto. Siku zote unamuona mara kwa mara katika ndoto zako zenye maana kabla au baada ya kukutana naye. Hii sasa, kabla ya kukutana naye inabidi uwe ni mtu ambaye umefunguliwa, mtu wa kirohani kweli kweli, wa kiroho, sio wa kubahatisha. Lakini unakuwa unamuona kwenye ndoto mara kwa mara, iza kabla au baada ya kuonana naye, hata kama mmeachana na mpo mbali. Dalili nyingine, unakuwa una hisia za kujikamilisha. Unakuta kabla ya kukutana ulijiona kuna kitu kimekosekana, na baada ya kupatana naye unajihisi kama huna hatia. Sasa umekuwa ni mtu ambaye upo kamili sasa. Lakini dalili nyingine muhimu sana, utaona unapokuwa na huyu mtu ni kama muunganiko wa nishati. Yaani unapomuona au kumuongelea unahisi nishati kubwa, kama kutetemeka au joto au wasiwasi. Ukimzungumzia unahisi kama hivyo. Yaani nakumbuka pana kisa fulani, unakuwa ukimuona mtu kama unashtuka. Yaani wewe na yule mtu mna connection fulani ambayo ipo, mashaallah. Lakini pia kuponywa kwa vidonda vya kale. Unapokuwa na huyu mtu unajihisi vidonda vyako vya zamani vimekauka. Ndio kama ambavyo nimesema mwanzoni, unakuwa unawasamehe hata baadhi ya watu ambao walikuumiza hapo nyuma. Unawasamehe pasi na gharama yoyote. Yaani unasema mimi nimewasamehe na sina kinyongo nao chochote. Lakini kingine, kuongezeka kwa hisia na urahisi. Unakuwa unahisi huko huru na salama, katika huru na salama kabisa kuwa na yeye. Unapokuwa naye au jisikii kuficha kitu. Yaani hata kama una tabia mbovu kiasi gani chafu, unajihisi kama uiachie tu.
unajihisi kama uiache. Lakini dalili nyingine, unakuwa na sauti ya ndani ambayo inathibitisha. Kuna sauti ndogo utaisikia ndani yako ambayo itakuwa inakwambia huyu ndiye, fahamu, huyu ndiye. Lakini pia unakuwa na hisia za nyumbani. Unakuwa unahisi kama vile umerudi nyumbani unapokuwa naye. Hata katika mazingira mageni unajihisi kama uko nyumbani. Hivyo bwana, kama ndio umekwenda kumtembelea tu kwa muda, wasipokukumbusha wewe nyumbani, unaweza ukakata miaka 10 hapo hapo. Dalili nyingine, kutokuwa na wivu mkubwa na yeye, kwa sababu unajua thamani yake, na siku zote unajua thamani yako na thamani yake. Hivyo hisia za wivu zinakuwa hazipo, na wivu unakuwa unapungua. Ndio maana siku zote utakuta hata muwe mmetangana, wewe utahitaji kujua alifanyeje, alilala na watu wangapi huko aliko kuwepo. Yaani wewe unahisi huyu ni mtu wa thamani sana kwangu. Pana mtu mmoja tulikuwa tunamwambia kwamba wewe mwanamke huyu muache, kwa sababu mwanamke huyu labda ana watoto 4. Alafu wewe hujawahi kuzaa hata siku moja, bado unamngangania. Anakuambia mimi sitaki kujua. Hata angekuwa na watoto 50, hata mimi sijajua huko alikoenda walilala walifanyaje, na mtaka hapa. Nasema huyu ni mtu wa kiroho, kwamba mpo pamoja. Lakini dalili nyingine, amani ya kiroho. Siku zote uhusiano huu unawaleta karibu zaidi na Mungu Muumba. Kwa dini yoyote unajihisi utakapokuwa na huyu mtu, unajihisi hakuna kitu kilichobakia wewe zaidi tu ya kumwabudu Mungu. Yaani urudi tu kwa Mungu, kwa sababu unajihisi kama nimemaliza, kilichobakia sasa hizi nirudi tu kwa Mungu, sasa nisahihishe makosa yangu. Na Allahu Ghafurur Rahim, Mungu yeye ni mwenye kusamehe kwa watu ambao wamekosea, yeye rahimu mpole. Kama umekipata kila kitu, sasa unikutafuta utukufu wa Mungu. Kitu muhimu kingine, mnakuwa na mawasiliano ya kiakili. Mnakuwa mnatumia au kupokea mawazo na hisia bila hata kutumia maneno, hata kama mko mbali. Kuna wakati mnaweza mkaamka pamoja usiku, yani wewe umeamka na mwenzako kaamka, pasi na nyinyi hata kujifahamu. Lakini kingine, kuwa na mambo yanayofanana maajabu. Mnakutana katika mazingira ya ajabu, au mnaanza kutaja kitu kimoja kwa wakati mmoja kwa pamoja. Yaani kuna wakati unakuta wewe unapenda mikato fulani ya nguo, mwenzako kaenda mjini kakuchukulia nguo kama hiyo, mpaka unasema huyu amejuaje kama nilikuwa napenda nguo kama hii. Labda wewe katika mambo labda ya mambo ya kikubwa, sex kitandani, mambo ya tendo la ndoa, kuna mambo wewe una miss, unapenda, lakini unashangaa automatically huyo mtu anakuja yale mambo yeye ndo anayafanya pasi na kumwambia. Yani unahisi kama huyu mtu alitumwa, kwamba amejua mimi hitajio langu ama la. Haya, la muhimu lingine, mtu huyu utaona ukiwa naye kuna ukuaji wa kasi. Mambo ya kiroho au afya yanahitaji marekebisho, ya lazima kurekebishwa haraka katika uwepo wake. Mmeona? Maana yake utaona mtu huyu utakapokuwa naye, hata kama kuna mambo ulikuwa una uvivu nayo, basi utayashughulikia hata kama ni mambo ya kiroho. Lakini pia unajihisi kama umepata muonekano wa ndani. Siku zote unamuona yeye kama ni roho safi, si kitu cha mwili au cheo chake tu. Hivyo, kwa hiyo hata kama kuna watu wanamuona ni ngapulela huko mtaani, wewe utamuona ni mtu wa maana. Hata kama kuna watu wanamuona ni ngapulela, yupo tu, wewe utamuona ni mtu wa maana sana. Lakini heshima na utulivu. Mnaheshimiana kwa undani sana, na siku zote mnaelewa umuhimu wa umoja. Na kila mmoja anaona kwamba ana nafasi ya kuwa mwalimu kwa mwingine. Hakuna watu wajuaje kama mkawa mnajua, mnajisi kila mmoja ana nafasi ya kumlea mwenzake. Jamani, Mungu atupe hawa watu sisi. Lakini pia kufanana kwa malengo makuu. Kila mtu anakuwa na target zake. Kila mtu anakuwa na target katika maisha. Sasa unajiona, unakuta target yako ndio target yake. Lenu kuu, unakuta lengo lenu kuu linafanana na linaendana. Kwa hiyo mtapambana kwa pamoja na mtafika kwa haraka, kwa sababu nguvu inakuwa kubwa.
Lakini pia unajihisi utakapokuwa na huyu mtu, unajihisi kwamba umeondokana na uoga. Uwepo wake unakupa ujasiri na kutimiza mambo uliokuwa unayaogopa. Mambo uliokuwa na uoga nayo unajisikia kuyatimiza. Lakini unakuwa na mtiririko wa haraka. Uhusiano wenu unaweza kuhisi kuendelea haraka, lakini kwa urahisi bila mikakati migumu. Unajua kuna baadhi ya mahusiano ya kimapenzi au tu mahusiano tu ya kikazi, unajihisi kuna mkakati mgumu. Mtu unaweza kuomba kazi sehemu, lakini ili sasa mkae kuelewana, umewekwa mkakati mgumu, umewekewa watu wa kukuchunguza. Lakini unashangaa ile penzi hamna haja ya kufukuziana, kumchunguza mzako anaenda nani, kuchunguza simu zake. Unajihisi penzi lenyewe linamong'onyoka tu lenyewe, mashallah. Linakuwa liko vizuri kama nyama ambayo umechemsha ukatia tangawizi, mashallah. Sasa kitu kingine cha muhimu ambacho utakigundua kwa huyo mwenza wako, upendeleo wa ukimya. Unaweza kukaa kimya naye kwa muda mrefu bila kujisikia vibaya, baada yake unahisi amani. Kukaa kimya, ndio kuna watu wana mawazo haya ya makelele ya huku nje ya duniani. Wanahisi mapenzi ni communicate kila muda, kwamba kupendana yani unajihisi kumpa mtu nafasi yake. Yani kuna wakati unasema okay, kaka sebleni, labda amekaa sebleni, umekaa chumbani. Hivyo yani unajihisi unampa uhuru. Unaona mtu ana muda wa kukaa uhuru. Kwa hiyo unajihisi amani, si mtu wa kumuhisi vibaya. Haya huwezi kuelewa kama si mtu wa kiroho. Na si kwamba si mtu wa kiroho, bali watu wa kiroho ndio wanataka nafasi kama hizi. Huwezi kutaka kuwa na mtu wa kiroho, mtu wa kirohani mpenzi wako, unataka umgande. Hapana, lazima umpe muda wa kutafakari, kwa sababu huyu mtu kukaa peke yake ni nature yake. Yaani jambo la kujitenga yeye, kukaa peke yake ni jambo ambalo linampa nguvu, anapata kujichaji. Naam, lakini jambo jingine la muhimu pia, tunaendelea na huu mtiririko wa hizi dalili za kumfahamu mtu ambaye itabidi ushirikiane naye katika ulimwengu wa mahusiano, aidha ya mapenzi, mahusiano ya kazi na kadhalika. Unakuwa unahisi uwepo wa rohani, kiumbe kati, kwa lugha ya kiroho tunasema. Mara nyingi unahisi uwepo wa nyinyi wawili, kuna watatu yupo, kama malaika fulani, kama uungu. Mnahisi kama kuna kitu kinawaunganisha. Ndio maana hata kuna wakati mkigombana, hata kama yule atakuomba msamaha, utaona kauli zake, labda maneno yake hajanishawishi mimi kumsamehe, lakini unahisi pana kiumbe kinakwambia msamehe bwana, msamehe. Unahisi kama kuna kitu cha tatu kati yenu. Lakini pia hakuna kucheza michezo. Kuna zile game zile za kipuuzi. Yaani mnaona kabisa kama nyinyi mahusiano yenu ni serious, si mahusiano ya kucheza mchezo. Hata umkute mtu ana wake watatu, wanne, wawili, lakini kama kati ya wake zake pana mke wa kirohani pale, basi yeye mwenyewe anasema akienda kwa yule mke wa kirohani, wewe anaona hii kweli ndoa. Hii ni nini? Anaona kwamba hakuna utoto. Haya kweli ni mahusiano ambayo yanahusiana na sisi. Haya, lingine la muhimu. Dalili nyingine, mitihani ya kiroho. Huenda katika mahusiano yenu mkakumbana na bonge la mtihani au mitihani mikali na changamoto kubwa, ambayo saa nyingine hata likawapelekea nyinyi kutengana. Lakini siku zote mtajitafuta na kuwa imara zaidi. Dalili nyingine, kusaidiana kiroho. Mnaombeana dua. Lakini pia unahisi huyu kitu fulani kinamfanya hivi. Kwa mfano, unakuta mke anaona mume wangu ni mtu wa kirohani, labda huyu anazini, huyu roho falme yake itashuka, akamshauri mume wangu oa mke mwingine. Huku ndiko kusaidiana kiroho, na mfano wa hivyo ambavyo wewe utaongezea hapo. Lakini pia kufanyiana ibada na kushauriana. Lakini pia kuuliziana, asema kuombeana dua. Kuombeana dua, lakini pia bila kuulizana, kwa sababu ni kawaida yenu nyinyi kuombeana dua. Lakini jambo jingine pia asema
utambuzi wa ghafla, mambo ya kiroho na kimaisha au kitaaluma ambao mtakuwa mnajifunza huja kwa urahisi zaidi mnapokuwa pamoja. Ujihisi kama unajifunza vizuri zaidi. Lakini pia kujisikia kuvutiwa. Unahisi nguvu ya asili na isiyoelezeka inayokuvuta kwake kama sumaku. Unajihisi kwamba hivyo connector. Lakini pia uhusiano wa maono. Vision, connection. Mnakuwa mnaona maono au mnasikia ujumbe, messages ambao jumbe zinazofanana katika maisha yenu. Lakini pia kuongeza nuru yako. Wakati mwingine hawa watu hao ambao utakuwa unashirikiana nao, ambao ndo tunasema uwashike sasa, utaona wanakwambia unang'aa na umekuwa mwema na mpole zaidi tangu wenyewe labda. Yani iko hivi, mfano mzuri tutengeneze hivi. Yani watu wengine watakuwa wanakuambia kwamba saizi unang'aa au umekuwa una nuru, lakini nakundi baada ya kuwa umeonana na hawa watu na kuishi nao. Lakini pia mnakuwa mna kusudi moja, nishalizungumzia. Lakini pia jambo jingine, mapenzi yasiyokuwa na masharti. Mnajihisi kabisa mapenzi yenu nyinyi hayana masharti. Mapenzi haya hayaendeshwi na maslahi. Haya mapenzi ya kirohani nakwambia kabisa hayaendeshwi na maslahi. Na hili ndilo jambo la mwisho ambalo ninafunga. Japo kuna mambo zaidi ya 35 ya kuyaongeza. Lakini lile la mwisho, maana yake la 60. Kwa sababu hapa nimetamka mambo 30. Lile la 60 la mwisho. Haya mambo yote niloyazungumza hayaendeshwi kwa maslahi. Utaona mapenzi haya hayaendeshwi na maslahi, bali huendeshwa kwa kukubaliana, lakini kumpenda mtu kama alivyo. Haimaanishi haya mambo yatakukuta labda ukiwa Bill Gates, ukiwa tajiri. Hapana. Hata ukiwa kapuku tunga pulela kama mimi, haya mambo tu utapata tu. Kila mtu atapata kwa uwezo wake, kila mtu atapata kwa nafasi yake. Kwa hiyo tutafute kila siku kukutana na watu kama, bora uchelewe ukawie lakini ufike. Ndugu zangu, kawia uchelewe lakini ufike, na Mwenyezi Mungu atajalia kheri ndugu zanguni. Wa hakadha min alladhina yastami'una alqawla fayaktubuna hasana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahi namuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie, anijalie mimi na nyinyi sote kwa pamoja tukutane na watu hawa, watu ambao watapalilia nafasi zetu za kirohani za kifalme, na si watu ambao watafyeka watageuka kuwa kwanja, wafyeke bustani letu la amani, wafyeke bustani letu la ufalme, lakini watu ambao watahakikisha wanaimarisha mizizi ya uhusiano wetu sisi na falme zetu, lakini si watu ambao watakuwa kila siku wanatuweka mbali na walimu wetu. Mwenyezi Mungu ajalie kila siku tuonane na hawa watu katika mambo yetu yote, si mapenzi tu, hata wale ma house boy wetu wanafungua mageti, au ma house girl wetu wanatusaidia kazi, tuwapate wao ni watu wa kiroho. Kwa sababu utakapokuwa umezungukwa na taa, unakuta mlinzi wa getini ni taa, bodyguard anayekulinda ni taa, anayekufulia nguo ni taa, mke wako tena jamani taa, mfanyakazi wako kazi jamani, wewe utang'aa, utawaka, na watu watashangaa. Na itafika mahali utasema mimi na hali nilokuwa nayo sioni kama kuna raha nyingine ambayo nitakuja kuipata labda huko peponi. Na watu watashangaa, watasema wewe mbona hujai kufika Dubai? Kumbe wewe unapata raha na hizo mboga za majani unazokula, na hizo sukuma wiki kama sisi sukuma mwezi unazokula, na hizo spinachi ambazo unakula. Mwenyezi Mungu atujalie kheri jamani. Asanteni sana. Mwalimu Al-Habib Yahya, Tanzania. Maasalamu wa jazakumullahu khair.